Unaweza ukamiminiwa mafuta ya kutengwa kuwa mtu fulani, kuwa kiongozi, kuwa tajiri, kuwa mfalme, kuwa mtu fulani, ukamiminiwa mafuta na Roho wa Mungu akaridhia akaja juu yako. Tuanze na swala la mafuta. Fungua kitabu cha Isaya sura ya 10:27. Kazi ya mafuta ni nini? Namba moja, mafuta yalitumika kuwatenga watu. Mafuta namba moja yalitumika kuwatenga watu. Kazi ya kwanza ya mafuta ni kuwatenga watu. Ndio maana unaona hata viongozi kanisani lazima tuwamiminie nini? Mafuta. Nitasoma. Viongozi kanisani lazima tuwamiminie nini? Mafuta. Ni ishara ya kuwatenga. Kwa kazi ya kwanza ya mafuta ya upako ni kuwatenga watu. Tuko pamoja? Amina. Sasa niandikia maandiko haraka haraka afu nitakusomea. Andika Isaya 10:27. Afu kimaliza andika Mambo ya Nyakati wa kwanza 14 mstari wa 8. Mambo ya Nyakati wa kwanza 14 mstari wa 8. Alafu pia andika Marko 6:13. Yatakusaidia haya maandiko. Kuliko uambiwe tu maneno, bora upate maandiko. Yakobo 5:14. Samueli wa pili 2:4. Samueli wa kwanza 16:13. Kwa nimesema namba moja, mafuta utumika kuwatenga watu. Amina. Kwa Mungu aliwatenga watu kwa njia ya nini? Ya mafuta. Tutasoma Samueli wa kwanza 16:13. Samueli wa kwanza 16:13 anasema, ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta. Tuko pamoja? Huyu ni nabii wa Mungu. Mafuta utumika kwa ajili ya kumtenga mtu kwa ajili ya kusudi maalum ama kazi maalum. Mimi nilitengwa kwa mafuta ili nitengwe kuwa mtumishi wa Mungu. Apostle hapa nilimiminiwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Samueli wa kwanza pale 16:13 anasema, ndipo Samueli akatoa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamwijia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Kwa tunaona Samueli anamtia mafuta Daudi. Tuko pamoja? Amina. Anaminia mafuta Daudi kwa ajili ya kumtenga. Ukisoma ile Samueli wa pili 2:4 anasema, basi watu wa Yuda wakaenda wakamtia Daudi mafuta huko awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Kwa ili Daudi aweze kutengwa kutoka kwenye kuwa mtu wa kawaida aweze kuwa mfalme, ilibidi apakwe nini? Mafuta. Niko na watu hapa au wamenarara hapa? Amen. Kama niko nayo nisikia amina yako hapa. Amen. Kwa Daudi alipakwa mafuta na watu kutengwa, alipakwa mafuta na nabii kutengwa katikati ya jamii, katikati ya familia ili awe mfalme. Amen. Leo wewe ninaweza nikakumiminia mafuta. Amina. Kukutenga na familia yako. Amen. Ili uwe tajiri. Oh baba, Amen. kuna mtu hajaelewa kitu hapa. Amina. Anasema basi watu wa Yuda wakaenda wakamtia Daudi mafuta huko awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Mimi nakumiminia mafuta uwe tajiri. Amina. Juu ya nyumba ya nani? Juu ya nyumba ya Filimoni. Amina. Juu ya nyumba ya Yeremia. Amen. Niwe tajiri pale. Amina. Juu yao. Amen. Unaweza ukatiwa mafuta kuwa kiongozi juu yao. Wewe wakiwaga wanazika hata misiba ikitokea au sherehe zikitokea wakupagi taarifa. Ni kama vile wewe sio sehemu ya ukoo. Unaweza ukatoka hapa nimekumiminia mafuta. Amina. Nikakwambia Mungu ananiambia utakuwa kiongozi juu yao. Amen. Kwa ile roho inakuja juu yako. Amina. Ghafla unashangaa kwenye ukoo mambo yanabadilika. Amen. Wanasema kuanzia leo mwenyekiti wetu wa ukoo atakuwa ni fulani. Amen. Haujachaguliwa kwa sababu tu wamekupenda. Amina. Kuna mafuta yamemiminwa juu yako. Amen. Kwa zamani mafuta yalitumika kuwatenga watu. Tuko pamoja? Amina. Zamani mafuta yalitumika kuwatenga mpaka sasa. Nani niko tani mmiminia mafuta ya utajiri? Amen. Kwa unaweza ukamiminiwa mafuta ya kutengwa kuwa mtu fulani, kuwa kiongozi, kuwa tajiri, kuwa mfalme, kuwa mtu fulani, ukamiminiwa mafuta na Roho wa Mungu akaridhia akaja juu yako. Roho wa Mungu popote anapoonaga mafuta anakuja. Amina. Kwa ukisha miminiwa mafuta Roho wa Mungu akaja juu yako, unafanyeje? Unatengwa. Amen. Mwambie mtu mmoja, mafuta hutumika kutenga.
Mafuta hutumika kutenga. Kwa ili utengwe, haya ni mafuta special tofauti na ili kuombewa, kupakwa tu kuombewa. Ni mafuta special kabisa ambayo unamiminiwa, unaambiwa kabisa. Amina. Kwamba kuanzia sasa Mungu anakutenga kwenye familia yako. Amen. Utaenda kuwa mkuu juu yao. Amina. My God, ukapata neema kama hiyo leo. Amen. Ukapata neema kama hiyo leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sema amina. Amen. Ni siku tu ukipiga simu nyumbani kwenu wanakuambia, hivi tulisahau kukuambia. Yule shangazi yako yule alifanyaje? Alikufaga. Yaani hakuna taarifa zinakufikia yani. Ni kama huna umuhimu yani, ni kama haupo. Yaani uwepo wako hauonekani. Ninakuombea uwepo wako ukaonekane kwa jina la Yesu. Amen. Kanisa, sikiliza, hakuna kitu kibaya kama kuishi upo lakini ni kama hicho kitu ni kibaya sana. Amina. Ni kibaya. Yaani kama unaishi hivyo na unasikia amani moyoni, basi ulishakufaga. Unahitaji kufufuliwa. Amina. Ila mtu yoyote ambaye, kila mtu hapa anapenda atambulike uwepo wake. Amen. Kila mtu. Amina. Unapenda ukifika mahali wakutambue. Amen. Amina. Sema amina iliyo haya. Amen. Uwepo wako julikane kwamba upo, unaishi. Amina. Kwa mafuta utumika kwa ajili ya kumtenga mtu. Siku moja nitakuja kufanya hiyo ibada. Amina. Ya kuwatenga watu. Amen. Namba 2, mafuta yalitumika ama yanatumika kuponya wagonjwa. Na mafuta haya sio yale unanunua dukani, ni mafuta yaliyoombewa. Amina. Yanatumika tu kama kifaa cha nini? Cha kiroho. Kwa nini mafuta yanatumika? Mafuta yanatambulisha Roho Mtakatifu. Mafuta ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa ndo maana popote mafuta yanapoonekana, Roho Mtakatifu lazima afanyeje? Awepo, lazima aonekane. Kwa sababu mafuta yanamtambulisha Roho Mtakatifu. Kwa tunapotumia mafuta ni kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Marko 6:13. Kwa wale wanaosema mafuta ni agano la kale, tuje agano jipya. Marko 6:13 anasema wakatoa pepo wengi, tuko pamoja, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa. Hawa ni mitume ambao Yesu aliwaagiza. Ukisoma kuanzia mstari wa 12 pale utaona Yesu aliwaagiza, akawaambia nendeni mkatoe pepo, pakeni watu mafuta. Pakeni wagonjwa wote nini? Mafuta, wapate kupona. Kwa maana yake Yesu aliwapatia wanafunzi wake mafuta waende wawapake watu wapate kupona. Na mafuta haya si kila mtu anaweza kuyatumia yakafanya kazi. Tuko pamoja? Kuna watumishi wengine wameyatumia yajafanya kazi, ndio maana pia wanaona ni kama sio sawa, ni uchawi vile. Yesu akawapa mitume mafuta, akawaambia nendeni mkawapake wagonjwa. Umesoma hapo? Ni Marko 6 ngapi? Kuna watu wanasema mafuta wanasema mafuta ni Roho Mtakatifu. Kwa kama mafuta ni Roho Mtakatifu, ukishaambiwa tu Roho Mtakatifu ndio mafuta yenyewe. Jamani, hapa amesemaje? Wakawapaka nini? Waliwapaka Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakapaka mafuta watu na walio wagonjwa wakafanyeje? Wakapona. My God. Nataka ukija kwenda shule, umesikia? Amen. Nitaombea mafuta, nitakupatia. Wewe ukawapake watu kule wakalipuke mapepo. Shuleni kwenu kuna mapepo mengi. Upake kule wakalipuke mapepo. Amen. Naweza nikakupa mafuta hapa, hata usiombe. Usiombe tu, kainua ile imani, ukampaka mtu na pepo likamchomoka. Amen. Unahitaji imani. Tuko pamoja? Amina. Unapaka tu mapepo yanafanyeje? Yanaondoka. Magonjwa yanafanyeje? Yanaondoka. Anasema wakawapaka mafuta. Hapa nililiwekeje sawa? Tuko hapo Marko 6:13. Amina. Anasema wakatoa pepo wengi, si ndio? Wakapaka mafuta watu wengi walikuwa wagonjwa wakapona. Kwa mafuta yanatumika kwa ajili ya kuponya watu magonjwa yao. Na magonjwa so malaria, so HIV, so nini? So magonjwa ya matumbo haya na vitu vingine, hapana. Hata moyo pia ni una magonjwa mengi hapa. Hivi unajua kuna watu mko hapa hata mseme amina kwa sababu umeumizwa kwenye mapenzi huko. Ni ugonjwa tayari umeshaupata. Amen. Kwa nao pia ukiombewa huo ugonjwa unaweza kaondoka. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna watu wana magonjwa ya moyo, walishaumizwa vya kutosha. Sio mapenzi tu, hata kazi, vitu gani, mambo mengi tu watu wameumizwa. Moyo hauna raha tena. Kwa hata hapa ninapohubiri na hasikii raha. Ndio maana kanisani unaona hata ukihubiri vipi, ukiwaambia watu piga makofi, shangilia, Yesu ni Bwana, anakuangalia tu. Anajaribu angalau ajitahidi, lakini moyo na nini? Umechoka. Moyo na magonjwa. Huyo mtu anahitaji tiba. Amen. Ya rohoni. Amina. Anahitaji uponyaji. Amen. Na Roho Mungu akuponye moyo wako katika jina la Yesu. Amen. Kwa ninakuponya kwa neno la kwanza, na kuponya kwa neno kwanza, au baadaye na kupaka na mafuta. Amina. Kwa niko na kufundisha kwanza. Kuna mtu mmoja niliwahi kumuona hapa wakati naombea watu. Nikawa napaka watu mafuta. Sasa nikaona kile nikiwa napaka watu mafuta ananikimbia. Nikagundua huyu amebeba nini? Tayari mapokeo ya kwamba mafuta ni uchawi. Nami nikasema kwa makusudi na kufuata. Amina. Haleluya. Amen. Sema amina nzuri hapo. Nikawaza kwa makusudi nitakupaka. Wacha ujinga. Pokea mapokeo utoafa, msomi Biblia. Kasome Biblia mwenyewe. Amen. Mimi nawaambiaga kasome Biblia. Amina. Una kichwa, una macho, una roho wa Mungu. Nenda fungua vitabu, maandiko, soma mwenyewe. Amen. Usitoke tu hapo umehubiriwa alafu unaenda nyumbani unararu unasema alichosema ni kweli. Kuna watu wana roho ya ushawishi. Ana uwezo wa kukwambia kitu ambacho sio cha kweli na kikaonekana ni cha nini? Ni cha kweli. Roho ya ushawishi anayo, ameumbiwa. Lakini wewe ukienda ukasoma neno mwenyewe ni rahisi kujua kwamba ni kweli ama sio nini? Sio kweli. Sasa baada ya kuwa umesoma neno utafanya maamuzi yako mwenyewe. Amina. Nani amenielewa hapa? Amen. Kwa mafuta nimesema yanatumika kuponya nini? Wagonjwa. Kwa kama wewe ni mgonjwa wa moyo, umesalitiwa huko, nitakuombea utapona kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Kuna mtu ni kama amenuna hapa. Zamani mafuta yalitumika kuwapaka wale kondoo. Tuko pamoja? Amina. Zamani mafuta yalitumika kuwapaka kondoo, ilikuwa inaitwa ni anointing. Walikuwa na anoint. Mimshek. Tuko pamoja? Wana anoint, wanawapaka mafuta ili wadudu wakija wasiwaguse. Tuko pamoja? Amina. Ndo neno upako ulitokea hapo. Amina. Walikuwa wanawapaka mafuta kondoo ili wadudu wakija wasiwafanikishe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna wewe ni kondoo wa Yesu. Amina. Tunakupaka mafuta, wadudu waitoao mapepo yasikuguse kwa jina la Yesu. Amen. Mafuta yanatumika kuvunja nira. Mafuta yanatumika kuvunja nini? Nira. Yanatumika kuangusha mizigo. Isaya 10:27. Isaya 10:27 anasema, tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa nini? Mafuta. Kwa ukipakwa mafuta yanavunja nini? Nira. Kuna nira za aina mbili. Kuna nira ya shetani na kuna nira ya Yesu. Hakuna uhuru hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakuna uhuru. Either umilikiwe na Mungu ama umilikiwe na nani? Na shetani. Lakini hakuna mtu ambaye yuko idle. Kwamba ni yeye tu, yani yeye hayuko kwa shetani wala kwa Mungu hayupo. Hamnaga kitu kama hicho. Amina. Yani umeumbwa kumilikiwa. Amina. Either umilikiwe na Mungu ama umilikiwe na nani? Na shetani. Ndio maana Yesu alipokuja, tuko pamoja? Amina. Akuambia wanafunzi wake kwamba sasa nawaweka huru. Aliwaambia jitwikeni nira yangu, maana nira yangu ni nini? Ni nyepesi. Kwa maana yake tunatoka chini ya kifungo cha nira nzito ngumu, tunaingia kwenye kifungo cha nira nini? Nyepesi. Lakini zote bado ni nira. Vyote bado ni vifungo. Lakini cha Yesu ni salama. Amen. Cha shetani ni kibaya. Amen. Ni uharibifu na magonjwa. Amina. Sema mimi na inaeleweka hapa. Amen. Upande huu msisinzie, ninaona niko kama kuna watu matajiri hapa. Sema amina. Amen. Na matajiri wararagi, sema amina. Amina. Matajiri wasinzii. Amina. Biblia inasema apendaye usingizi anataka umaskini wa kufanyaje? Wa kumtosha. Wa kumtosha. Kukiona mwenzako anasinzia na roho ya umaskini huyo, msaidie haraka. Amina. Msaidie haraka asije akakufarikia hapo. Haleluya. Amina. Nani tuko wote hapa? Amina. Nataka niombe mtu. Nani yuko tayari hapa? Amen. Kwa mafuta hutumika kuvunja nira.
Nira ni nini? Mnafahamu ng'ombe wale ng'ombe wanawavikaga madude shingoni hivi, alafu wanawatumia kulima. Ile huwa inaitwa yoke, ambao kwa lugha ya Kikazamo tuko pamoja inaitwa yoke, alafu kwa Kiswahili inaitwa nira. Nira ni nini? Nira ni kitu ambacho adui anakufungia pasipo mwenyewe kujua, alafu anakuongoza yeye anavyotaka. Unaona ng'ombe hata akiona mbele kuna shimo hawezi kulikimbia. Amen. Anaongozwa. Kwa hata kama akiona nyoka hawezi kumkimbia kwa sababu anafanyaje? Anaongozwa. Kwa ndivyo ilivyo nira. Amen. Unafanya vitu ambavyo huvitaki, unafanya vitu ambavyo huvipendi, unafanya vitu ambavyo hujisikii, lakini hujui ni kwa nini. Ni kwa sababu kuna nira. Manake nira na nira huwa haipo bila mtu kuwa nayo. Tuko pamoja? Amen. Ukiona mahali kuna nira, manake kuna mtu anaiongoza hiyo nira. Amen. Sasa either hiyo nira iwe ya shetani ama iwe ya Mungu. Amen. Kama ikiwa ya Mungu utaongozwa kufanya yaliyo ya Mungu. Amen. Lakini ikiwa ni ya shetani atakupeleka kwenye mabaya. Amen. Kwa utashangaa unaongozwa kwenye magonjwa, unaongozwa kwenye kupoteza hela, unaongozwa kwenye mambo ya ajabu ajabu. Yaani nira ni kifungo ambacho yani mtu hana uhuru wake mwenyewe. Amen. Kwa anaongozwa vile yule anayemuongoza anavyotaka. Ndiyo inaitwa nira. Na hiyo nira inaharibiwa vipi? Kwa kutiwa mafuta. Amen.